kama mtu amepata anisomee, na kama hajapata nasoma. Ndio hii nasoma kuhusu mkate kutoka mbinguni. Juu yake inasema mkate kutoka mbinguni. Inasema hivi: kisha wana wa Israeli wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Arun huko baharini. 3, wana wa Israeli wakaambiana, laiti tungalikufa kwa mikono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata tulikuwa tunashiba. Kwani mmetutoa huko na kutuitia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ine inasema, ndipo Bwana akaambia Musa, tazama nitawaonyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kukota kila siku sehemu kwa siku, ili nipate kuwajibu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama si hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ninene kuhusu njia ya wana wa Israeli. Ninapotazama hiyo njia, Mungu alituma Musa aende katika nchi ya Misri, akaondoe wale wana wa Misri katika nchi ya Misri. Elewa, ile nchi walikuwa wanateswa sana, walikuwa wanabeba mabitu mazito, walikuwa wanabeba magunia, walikuwa wanabeba mizito, walikuwa wanabeba simiti, walikuwa wanafanya kazi ya kuchokeza na haikuwa na malipo. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ili wakapate kukula. Neno la Mungu linaniambia ya kwamba ile kitu nchi ya Farao walikuwa wamewekea wana wa Israeli ilikuwa ni chakula tu ya kukula kwa tumbo, na unashiba na unaendelea kufanya kazi ngumu. Lakini kumbe walikuwa wanateseka, maana kuna pesa wangeweka kwa mfuko zao. Lakini neno la Mungu linaniambia ya kwamba Mungu akiwa juu alitazama ya kwamba kuna wana wa Israeli wako katika nchi ya Misri, na hao wana wa Israeli ambao wameketi katika nchi ya Misri wanateseka, wanahangaika na hakuna mtu wa kuwasaidia.